Wale ambao hawakuweza tunawakuta hapa watoe heshima za mwisho. Baada ya hapo tutaanza ibada, tutaongozwa na mchungaji wa kanisa la Pentecost. Atatuongozea ibada kwa maana marehemu alikuwa ni muumini wa kanisa la Pentecost. Kwa hiyo tutapokea neno la Mungu kutoka kwa huyo mchungaji wetu. Lakini sasa ningekaribisha ndugu jamaa na marafiki. Hatuna protocol lakini nimeona kwa wale ambao watakuwa ni ndugu, walikuwa ni jamaa, marafiki au vikundi, wanaweza kuja kuniona tukatangaza, aidha watu wamefika, wapo hapa, wamekuja kuona, wamekuja kutupa pole, tutazungumza, tutoe kwa ajili ya salamu, tutoe salamu muda mfupi kwa ndugu na jamaa, watoe salamu zao. Hivyo kwa watu ambao alikuwa anafanya nao pia kazi, na wao kama neno wanasema watoe salamu zao. Kwa hiyo mimi ningeliomba sasa, tutafungua mwili hapa, kioo hapa, waje watu heshima za mwisho. Kwa hiyo nikaribishe, nimesema hatuna protocol kwa maana tunaanza na fulani na fulani. Mheshimiwa, karibu. Sina cha kutegemea ila wewe tu. Waga tayari. Sasa tutafunika mwili, kisha tufunike mwili. Sasa tukaribishe mchungaji sasa atupe neno la uzima kutoka kwa mchungaji. Baada ya hapo mchungaji akimaliza, tutakuwa tunaendelea na utaratibu wa siaji au kufazi ya mwanadamu. Hata tutahuzunika sana, lakini haiwezi kupindua maagizo yako na ufalme wako Bwana. Hatuna budi kufalme amani kusema na kushukuru kwa haya yote falme amani. Uinuliwe Bwana wa majeshi falme amani. Watie nguvu waliopatwa na hii hali falme amani kwenye wakati kama huu. Wewe ni mfariji, ndio maana ulisema katika neno lako Bwana wa majeshi, kila sehemu ulienea. Baba, ndani ya maji ulikuwa maji ya uhai falme amani. Kwenye miti wakakuita miti ya uzima, kwenye mwamba kama mwamba imara. Katika wanyama ulikuwa simba wa kabila wa Yuda falme amani. Kwa yatima ulikuwa baba wa yatima, kwa wajane ulikuwa mume wa wajane, kwa wafanyabiashara ulikuwa mshauri wao falme amani. Utabaki kwa Ebeneza hata sasa Bwana, kwa neema yako falme amani. Tunapoenda kusikiliza neno lako, tunaomba falme amani, wingu lako falme amani, malaika wako waaminifu Baba wakashuke mahali hapa kwa ajili ya kuimarisha ulinzi wako mahali hapa Bwana, ili neno lako likapokewe Bwana sawa sawa na kusudi lako. Yawezekana neno liyeandaa siku ya leo ikanihusu mimi, yule baba, yule mama, hata yule mpita njia
aliyoko hospitalini, aliyoko safarini, kwa maana neno lako ni silaha inayosafiri umbali. Mfalme wa amani, duniani tumeona aina nyingi za silaha ambazo zinabomoa lakini hazijengi, zinaua mfalme wa amani lakini haziwishi, lakini neno lako linabomoa na kujenga, linaua na kuisha. Mfalme wa amani, hata sasa tulipo mahali hapa, najua kuna watu unaenda kuwajenga na kuna watu unaenda kuwawisha, na wale waliopatwa na hii hali mfalme wa amani unaenda kuatia moyo Bwana majeshi, wakijua kuwa wewe upo pamoja nao, hujai kuacha, kwa neema yako, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, na mtu mmoja mwenye pumzi aseme amen. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Awali ya yote narudisha shukrani kwa umoja wa Madevatoyo kwa hii hali mlioonesha mahali hapa. Mungu azidi kutembea nanyi siku hadi siku, pamoja na wandugu, majamaa, marafiki walioamua kuja kuhifadhi mwili wa amani. Hata hapa tulipo hajui kinachoendelea. Kwa hiyo yote yanayoendelea mahali hapa ni kwa ajili yetu sisi tulio hai. Bwana Yesu apewe sifa. Yawezekana hili jambo Mungu ameliruhusu kwa ajili ya mtu mmoja kati yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo naomba tukajifunze neno la Mungu. Wengi tumemtenga Mungu kwa ajili ya maisha yanayoonekana kila siku. Katika nyakati hizi Biblia inasema ni nyakati za mwisho, watu wameacha utukufu wa Mungu, watu wanafuata mambo yao, watu wamesimama kwenye mambo yasiyompasa Mungu. Lakini Mungu alipomuumba mwanadamu, alimuumba mwanadamu ili mwanadamu akamtumikie, ili naye akamtumikie mwanadamu. Lakini huyu mwanadamu aliyeumbwa ili akamtumikie Mungu, leo katika mapenzi ya kumtumikia Mungu awapo na ni wachache sana wanaomtumikia Mungu. Wamebaki wakijitumikia wenyewe siku hadi siku, na ndio maana hata kufanikiwa inakuwa ni kidogo. Bwana apewe sifa. Hakuna maisha chini ya jua ambao ukaweza kuimiliki pasipo kumwamini Yesu. Hakuna biashara ambayo unaweza kufanya pasipo kumtanguliza Yesu. Hakuna hata ndoa ambayo inaweza kuwa ndoa njema pasipokuwa na Yesu ndani yake. Ukimtanguliza Yesu, kila kitu kwako itakuwa shwari. Bwana apewe sifa. Nataka nitoe shuhuda kwa mtu mmoja aliyeandika vitabu vitatu ndani ya Biblia. Alikuwa anaitwa Suleiman. Suleiman aliandika vitabu vitatu. Aliandika kitabu cha Maombolezo, akaandika kitabu cha Methali, akaandika na kitabu cha Mhubiri. Alipoandika kitabu cha Maombolezo, ilikuwa ni kipindi cha ujana. Alijinadi sana akiona kuwa dunia ni mbichi upande wake. Aliona vitu alivyokuwa anavifanya kuwa vilikuwa na mantiki katika maisha yake. Kadri alivyokuwa anasogea, ikafika sehemu akaanza kuyajutia yale aliyokuwa anayatenda. Akaandika kitabu cha Methali, akawa anajutia yale aliyokuwa anayatenda, na jinsi umri ulivyokuwa inasogea mbele, akaandika kitabu cha Mhubiri, ambaye alijutia vitu vyote alivyokuwa anafanya kale, akasema ni sawa na tupu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo nataka niongee na kijana mmoja aliyoko mahali hapa au dada aliyoko mahali hapa. Yawezekana leo unasikia mahubiri ya Injili kila sehemu, unaona dunia bado mbichi upande wako. Ukihubiriwa habari ya wokovu unasema hawa wamekengeuka, hawa hawajui dunia inakoelekea. Lakini leo nataka nikwambie hata kina Sulemani waliona haya, lakini dakika za mwisho walijutia. Hata nayo kwa kulingana na hii hapa nataka ujifunze. Yaani juhudi zenu zimesababisha tumeweza kufanikiwa kumzika Bwana Amani. Niwashukuru watu wa daladala za Njiro, ni watu wenye moyo sana. Wameonyesha moyo wa mchango kwa hali na mali, kupoteza muda wakati tunapambana kutafuta ndugu zake, lakini pia walikuwa wao karibu na sisi. Nishukuru mwenyekiti wa kata ya Temi, kwa maana alipokuwa anapaki watu na zoni zimegawanywa kwa kata, lakini mheshimiwa wa kata ya Temi amekuwa na mchango mkubwa sana kutembelea vijiwe vile vilivyo kwenye kata na nje ya kata kwa ajili ya kwenda kuambia mwenzetu amefariki, amepata tatizo hili, tunaombeni ushirikiano. Kuna uwezekano aidha akasafirishwa au akasafirishwa, basi tutampiga kwenye maziko. Naona watu wengi wamekuja, mpo, tumejitoa. Unajua hakuna jambo kubwa sana. Sisi wasema watu wasafishaji tuna haraka sana. Unaona wenzangu wakiondoka wameenda kupiga dili, yani wanapiga dili kweli. Kumbe hapana, unaweza ukatoka ukaenda kupiga dili. Na wewe ukatoka hapo sasa hivi unafika hapo njiani pap. Unakuacha huko kijiweni, wewe unajua unakula nyingi. Walai hata wangekuja watu 400, utabeba mtu huyu, ukizidi sana watu wawili. Kwa watu wengine utaacha. Kwa naambiaga watu sikimbilie sana fedha. Tuangalie kwanza utu mbele. Poteza muda siku moja tu. Sikiliza, nenda kasifu zika, toa ushirikiano. Sasa huwezi kujua yamkini unaweza kufa wewe sasa hivi unatoka hapa ukashangaa mwingine sasa umekufa au mimi nimekufa. Kwa hiyo tujiangalie sana. Nimeona kuna saa ukiangalia tuna vituo zaidi ya 30 kwenye kitu tunatoka ngapi?
36 imeji vituo 36 kwenye kata hii. Hata vingetoa watu watano 10, hata watano watu 4, nadhani umati ulikuwa mkubwa sana. Sasa unaona watu gani jinsi kwenye kushirikiana wanakuwa hapo nyuma. Cable Guard Security ambako walikuwa wakifanyia kazi ndugu yetu Amani. Amani sisi tunamfahamu vizuri kwa maana kwamba aliwahi kuwa mfanyakazi mwenzetu kwa kipindi hicho. Amani alikuja kwenye kampuni ya ulinzi ya Cable Guard mwaka 2023. Tulifanya naye kazi vizuri baada ya kujiunga na kampuni, lakini bahati nzuri mimi ndio nilikuwa mwalimu wake, sababu kwenye kampuni ni mtu anayetoa mafunzo ya kiulinzi. Kwa hiyo Amani nilimpokea kama mwalimu wake. Kwa kweli alikuwa ni kijana mwelevu sana na alipenda sana ushauri, ni msikivu. Kwa hiyo tulifanya naye kazi vizuri, lakini sasa kwa bahati mbaya nzuri katika harakati tu za maisha, baadaye Amani aliondoka Cable Guard, akaenda kuendelea na maisha mengine. Ndio tukasikia kwamba yuko kwenye wasafirishaji kwa maana bodaboda. Lakini kwa kipindi ambacho tumefanya kazi na Amani, kwa kweli hatukuwa kuona tatizo lolote. Ni kijana mstaarabu sana na ni mpambanaji na alikuwa na ndoto kubwa sana. Nisifiche tu kwa sababu Amani alikuwa ni rafiki yangu wa karibu mno. Mimi ni mwalimu wake. Kwa hiyo kuna siri nyingi sana alikuwa akinipa za kuhusu utafutaji na upambanaji. Alionyesha ni mtu ambaye yeye aliziki na hali alionayo. Alipendelea sana songa mbele zaidi. Na ndio maana pengine hata ilimpelekea yeye kuacha kampuni ya ulinzi na kuendelea na majukumu mengine. Pengine aliona labda huko atazifikia ndoto zake kwa haraka huko karibu zaidi. Kwa hiyo mimi nimesimama hapo kwa niaba ya kampuni ni kwamba kweli baada ya kusikia msiba wa Amani, sisi kama kampuni tulipata mshtuko sana. Kwa sababu ingawa tulifanya naye kazi kwa kipindi kifupi 2023 kwenda 24, lakini akawa ameacha kazi, akaendelea majukumu mengine. Lakini sasa sisi kwa sababu alikuwa ni mfanyakazi mwenzetu, tulipokea taarifa kwa masikitiko sana na tulijaribu kuzifuatilia kwa ukaribu. Lakini pia baada ya kuona sasa kwamba leo tunamhifadhi na kumstiri ndugu yetu Amani hapa kwenye nyumba yake ya milele, basi tukaona sio vema, hata kama aliacha kazi, ni vema zaidi tukaja kushiriki. Kwa sisi kama kampuni Cable Guard Security tunatoa pia salamu za rambirambi kwa ndugu jamaa na marafiki wa Amani. Tuseme tu kwamba poleni sana wafiwa, tumesikitika mno. Lakini pamoja na mshtuko wa taarifa hizi, ofisi ya Cable Guard pia ikaona sio vema tu kuja kushiriki mazishi peke yake. Wamejichanga, tukapata mchango angalau kile kidogo kwa kampuni kama pole na rambirambi ya ndugu yetu Bwana Amani. Kwa hiyo nafikiri baada ya hapa tutawasiliana na wafiwa ambao wahusika kabisa wenyewe ndugu zake kwa ajili ya taratibu hizo zingine za kufikisha huo mchango.